Ndugu zangu wanahabari, tumekutanika hapa leo kama mnavyojua. Leo ni siku ya tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, kutuneemesha na kutuwezesha kutufikisha hadi leo. Tunaelekea mwisho wa mwaka na tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya nchi yetu, kwa uongozi, kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu na viongozi wote. Lakini zaidi tunawashukuru wa Tanzania kwa umoja na mshikamano wetu kama nchi, lakini kwa kuendelea kuhakikisha kwamba tunabaki wamoja tukiwa na amani na utulivu. Hivyo basi nimesema leo tukutane niweze kuongea na Wanatanga. Kwanza niwashukuru sana kwa ushirikiano wao mkubwa sana ambao umeendelea kuipa serikali, lakini kuweza kunipa mimi ushirikiano na viongozi wote katika ngazi za wilaya na hadi katika kata zetu na kushuka chini mpaka vijijini. Nashukuru sana kwa jinsi ambavyo tumeshirikiana pamoja kutuliza amani na utulivu katika mkoa wetu, lakini kuendelea kuchapa kazi. Mwaka huu kama tulivyoelezwa utakuwa ni mwaka ambao mvua zitakuwa chache, lakini pia zitakuwa hazitabiriki. Kwa hivyo tutaendelea kuhabarishana katika kuweka mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na mavuno ya kutosha, kama ambavyo mwaka jana tumekuwa na mavuno mengi sana ya kutosha. Leo hii kikawaida tunasherekea kumshukuru Mungu kutufikisha mwisho wa mwaka, lakini pia kuna wenzetu pia wanapenda kusherekea kwa staili mbalimbali. Sasa wale ambao walipanga labda watumie matairi kuchoma moto barabarani kama njia ya kusherekea, tunaomba sana wasithubutu kufanya hilo jambo. Kwanza ni uharibifu wa miundombinu ya barabara, lakini pia ni hatari katika maeneo yetu. Ndio maana ofisi yetu ya mkoa kwa kushirikiana na meya wa jiji na uongozi mzima wa jiji la Tanga na mbunge wa jimbo la Tanga tumeamua kufanya shughuli ya Wanatanga pale katika uwanja wetu wa michezo, uwanja ule wa burudani wa Uhuru Park. Pale tutakuwa na sanaa mbalimbali, taarabu na muziki mbalimbali. Tutakuwa na mashindano ya kupika mahamri au mandazi. Tutapika vitumbua pale, watakaokuwa mabingwa kupika sambusa. Lakini tutachoma samaki zetu, mbuzi tutachoma, watu watakula bila gharama yoyote, ili kuendeleza umoja, amani na ukarimu wetu sisi Wanatanga. Kwa hivyo baada ya hapo usiku tunategemea tutawasha mafataki, ambayo ni mafataki ambayo yanawashwa na wataalamu maalum na ya viwango maalum. Yule anayependa kuona zile fataki basi kuliko akachome matairi aje kwenye uwanja wa Uhuru, aje akashuhudie mafataki yetu yakichomwa, yakiwashwa vizuri, yakionyesha aina mbalimbali za burudani, kwa maana ya nyota, makopa yataonekana huko yakiwa angani, yanaburudisha na kuhakikisha kwamba tunamaliza mwaka 2025 kwa salama. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu atuingize tena kwenye mwaka 2026 kwa salama na amani. Kwa hivyo ndugu zangu Wanatanga, njooni katika viwanja vya Uhuru, mje mburudike, mje tufanye dua ya pamoja kwa wenzetu watakao kuwepo kabla ya muda ule wa saa 6 kamili kufika. Tutawaomba watakaoweza kutuombea dua pale, tumshukuru Mungu. Baada hapo tuweke fataki zetu, basi kila mtu arudi nyumbani ameburudika, watoto wamefurahi. Ni eneo litakalokuwa salama, kutakuwa na ulinzi wa kutosha. Kwa hivyo mtu ambaye ana pesa zake anaweza kwenda Tanga Beach, mwenye uwezo wake anaweza kwenda Abaz bandari, na wenyewe wana shughuli yao, wako Tanga Pepeta pale. Mwenye fedha zake pia anaweza kwenda kwenye Arbabu Village, na wenyewe ana shughuli zake na fataki. Kwa hivyo kuna vitu mbalimbali kwa watu mbalimbali, lakini sisi tutajumuika pamoja tuweze tukahakikisha kwamba yule ambaye anaona kwamba anaweza kushirikiana na sisi
ana bila gharama yote aweze kuja pale Uhuru Park tukafanya show letu lile la kufunga mwaka kistaarabu kabisa, kwa amani na utulivu, huku tukiburudika na vinywaji. Chai ya nazi itakuwepo kule, maji, vinywaji mbalimbali. Basi nadhani itakuwa inasiku kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametufanyia.